Majina yangu naitwa Abraham Jeffrey Mota. Mtandaoni sana kwa jina la serikali natambulika kama Abraham Jeffrey Mota, la kawaida ni Baraka, maarufu sana kwa mtaani. Tukio lilitokea usiku wa jana, jioni jana. Majira saa 12 saa 1. Kufika hapa nilikuta maaskari nyumbani wakiwa tayari na dada yangu. Wazazi wangu walikuwa kitandani ndani pale. Baba akiwa amekatwa eneo la kichwani na shingoni, mama akiwa amekatika damu. Pili, mama wangu anaishi na mdogo wangu wa kiume ambaye anaitwa Evans. Huyo kipindi ambapo maskara amekuja amekuta yeye hajaonekana mpaka sasa hivi, wala haeleweki sema alipo. Kwa hiyo tunaomba katika juhudi zenu kupaza sauti zenu kuhusiana na kuomba uongozi wa Rais Mama Samia na serikali yake kushirikiana. Tunashukuru mpaka sasa hivi jeshi la polisi limeposhirikiana kutosha. Wakazi wa kata ya Msaranga iliyoko katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro wamejawa na hofu na sintofahamu kufuatia tukio la mauaji ya wanandoa wawili, Geoffrey Mota mwenye umri wa miaka 60 na Blandina Flex Ngowi mwenye umri wa miaka 53 waliouawa usiku wa kuamkia leo wakiwa ndani ya nyumba yao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kupitia kamishna mwandamizi wa polisi Simon Maigwa, mwili wa marehemu Geoffrey Mota uligundulika ukiwa na jeraha kubwa shingoni ambalo linadaiwa kutokana na kukatwa na kitu chenye ncha kali. Hata hivyo, mwili wa marehemu Blandina haukuonesha jeraha lolote la wazi nje ya mwili wake. Na jitihada za kumtafuta kijana huyo kwa ajili ya kusaidia katika uchunguzi wa tukio hilo lililotikisa jamii ya Msaranga. Kamishna Maigwa amethibitisha kuwa uchunguzi wa awali unaendelea kufanywa kwa kina na vikosi vya upelelezi ili kubaini chanzo cha tukio hilo pamoja na wahusika waliohusika. Katika hali iliyoibua maswali mengi, kijana wa wanandoa hao ambalo jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kisheria anadaiwa kutoweka mara baada ya tukio hilo kutokea. Jeshi la polisi linaendelea na jitihada za kumtafuta kijana huyo kwa ajili ya kusaidia katika uchunguzi wa tukio hilo lililotikisa jamii ya Msaranga. Naitwa Elliot Athumani Mshana, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Msufini, kata ya Msaranga. Na marehemu baba na mama walishinda kwenye nyumba hiyo kutwa nzima bila kujulikana, na aliyefanya mauaji hayo hajulikani, lakini inasadikiwa kwamba ni mtoto wao wa kiume ambaye walikuwa wanaishi naye, ambaye bahati mbaya alikuwa na afya ya akili. Alikuwa hajitambui vizuri, hakuwa mtu mgomvi, lakini kinachoonyesha kwamba yeye amehusika na mauaji hayo hakuonekana hapo wakati wa tukio lilipofahamika. Tukio hilo lilifahamika kutokana na mtoto wa huyo baba na huyo mama wa kike ambaye ameolewa jirani. Lakini alipokuwa anajaribu kuwasiliana na wazazi wake saa za mchana, walikuwa hawapatikani kwenye simu. Saa za jioni alipopata nafasi kama labda saa 12 hivi, ndipo akaamua kwenda nyumbani. Alipofika pale akafungua mlango, hapakuwa na mtu mwingine yote karibu, ndio kukuta baba yake amelala kitandani amekatwa shingo na mama amelala hapo chini, lakini wote wamefariki. Mimi nimepokea tatizo hili kwa majonzi makubwa, kwa kuwa kakaangu alikuwa hana tatizo na mtu wala mke wake, lakini tatizo lilikuja kutokea kuja kumkuta kakaangu pamoja na mke wake wamekatwa, wamechinjwa. Nasikitika sana kwamba amefanyiwa jambo la kinyama.
Hivyo nasikitika sana kwa kuwa nimepoteza ndugu wa familia yangu, nimepoteza wifi, nimepoteza na kaka yangu. Kwa msiba huu kwetu limekuwa ni pigo kubwa sana, kwa sababu ni watu wawili wamepotea kwa kufanyiwa jambo la kinyama. Matukio kama haya ni kwamba tukae tueleze watoto wetu ukweli, na kitu cha muhimu kwamba waende katika nyumba za ibada ili wakapate neno la Mungu, na sisi wazazi tuweze kulea watoto wetu, tuweze kuwafundisha njia ambayo anatakiwa kuenenda mtoto kama mtoto, kwa kuwa jambo hili linahusika kwamba ni mtoto ndio amelifanya hivi, japokuwa bado hatujajua kama ni mtoto au ni nani.